Salimiana, tukimalizana kila mtu na maisha yake. Kwa nini nimegundua hawa wanaweza kuharibu kesho yangu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tutoke hapo tuingie kwenye neno kuu. Kitabu cha Waamuzi sura ile ya 6 aya ya kwanza mpaka ya 17. Utasoma, sitakusimamisha. Utasoma kwanza sauti yako. Hii ndio pointi kwa tuangalie hapa. Tumwangalie mtu mmoja anaitwa Gideon na familia yake. Tuangalie mtu mmoja ambaye walionekana hawafai, walionekana ni watu wasiokuwa na chochote. Na yeye hakujua kesho yake, hakujua yanayokuja mbele yake. Kuna wakati unaweza kupishana na mambo kwa sababu wewe mwenyewe umejidharau. Hebu sikiliza habari ya mtu huyo alafu kajifunze kitu. Kitabu cha Waamuzi sura ya 6 aya ya kwanza mpaka ile ya 17. Karibu Apostle Tarimo utusomee kwa nguvu na sauti. Kisha wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia mikononi mwa Wamidiani muda wa miaka 7. Mkono wa Midiani ulikuwa na nguvu juu ya Israeli. Tena kwa sababu ya Midiani wana wa Israeli walijifanyia hayo mashimo yaliyo milimani na hayo mapango na hizo ngome. Basi ikawa hapo Israeli walipokuwa wamepanda mashamba, Wamidiani wakakwea na Waamaleki na hao wana wa mashariki wakakwea juu yao. Wakapanda marago juu yao na kuyaharibu hayo maongeo ya nchi hata ufikapo Gaza. Wana hawakuacha katika Israeli kuziki ziwazo zozote, kondoo wala ng'ombe wala punda. Kwa maana walikwea na ng'ombe zao na hema zao, wakaja mfano wa nzige wa wingi wao na ngamia zao. Pia walikuwa hawana hesabu, nao waliingia katika hiyo nchi ili kuiharibu. Israeli waliteswa sana kwa sababu ya Wamidiani, na wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Mstari wa 7. Kisha ikawa hapo wana wa Israeli walipomlilia Bwana kwa sababu ya Midiani, Bwana akamtuma nabii aende kwa hao wana wa Israeli. Naye akamwambia Bwana, yeye Mungu wa Israeli asema hivi: mimi niliwaleta ninyi mkwee kutoka Misri, nikawatoa katika nyumba ya utumwa, nami naliwaokoa na mikono ya Misri na mikono ya wote waliokuwa wakiwaonea, nami naliwafukuza watoke mbele zenu, nami niliwapa ninyi hiyo nchi. Kisha niliwaambia, mimi ndimi Bwana Mungu wenu, msiiache miungu ya Waamori ambayo mwaketi katika nchi yao, lakini hamkutii sauti yangu. Malaika wa Bwana akaenda akaketi chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra, uliokuwa mali yake Yoashi Mwabiezeri, na mwanawe Gideoni alikuwa akipepeta ngano ndani ya shinikizo ili kuificha machoni pa Wamidiani. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe, shujaa. Gideoni akamwambia, Bwana wangu, ikiwa Bwana yu pamoja nasi, mbona mambo haya yote yametupata? Yako wapi matendo yake ya ajabu aliyotuhadithia baba zetu wakisema, je, si Bwana aliyetuleta huku kutoka Misri? Ila sasa ametutupa, naye ametutia katika mikono ya Wamidiani. Bwana akamtazama akasema, enenda kwa uwezo wako huu ukawaokoe Israeli na mkono wa Wamidiani. Je, si mimi ninayekutuma? Akamwambia, Bwana, nitawaokoa Israeli kwa jinsi gani? Tazama, jamaa zangu ndio walio maskini sana katika Manase, na mimi ndimi niliye mdogo katika nyumba ya baba yangu. Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe, nawe utawapiga Wamidiani kama mtu mmoja. Naye akamwambia, kama nimepata kibali mbele za macho yako, basi unionyeshe ishara ya kuwa ndiwe wewe unayesema nami. Tafadhali usiondoke hapa hata nikujie, nikatoe zawadi zangu na kuiweka mbele zako. Akasema, nitaingoja hata utakaporudi. Mstari wa 16. Basi Gideoni akaingia ndani, akaandaa mwanambuzi na mikate isiyotiwa chachu ya efa ya unga, akaitia ile nyama katika kikapu, akautia mchuzi katika nyungu, akamletea hapo nje chini ya mwaloni, akampa. Naye malaika wa Mungu akamwambia, itoe nyama na mikate
Bwana akanyosha ncha ya fimbo yake ile iliyokuwa mikononi mwake, akaigusa ile nyama na ile mikate. Moto ukatoka mwambani ukaiteketeza ile nyama na mikate. Malaika wa Bwana akaondoka mbele ya macho yake. Mstari wa 22. Gideoni akaona ya kuwa ni malaika wa Bwana. Gideoni akasema, ole wangu Mungu wangu, kwa kuwa nimemwona Bwana uso kwa uso. Bwana akamwambia, amani iwe pamoja nawe, usiogope, hautakufa. Basi Amen. mapigo ya wana wanane wa Israeli juu ya Midiani. Biblia inasema wazi, wana wa Israeli walikutana na mapigo kwa sababu ya ukaidi, kwa sababu walikataa, kwa sababu walikuwa vigeugeu, kwa sababu ni watu waliokuwa wakisahau matendo makuu ya Mungu. Lakini angalia kwa nini walipigwa leo. Kwa sababu jana walikataa kutii, na kesho yao inaweza kuwa mbaya kama leo wataendelea kukataa kutii. Ndipo Bwana Mungu alipotazama akagundua ya kwamba watu hawa ni watu vigeugeu, ni watu wasiobadilika, lakini na agano na wao. Siwezi kuacha watu wakaangamia pamoja na mapigo mengi, pamoja na matatizo mengi, bado ni watu wangu. Bwana akatazama chini ya nchi, akaangalia mahali fulani, akamkuta kijana mmoja wa kimasikini anayetoka kwenye familia masikini, tena kwenye kabila la kimasikini, tena kwenye ukoo wa kimasikini. Ni watu ambao hata taifa lao liliwatenga. Kama taifa limekutenga, maana yake hata jirani yako alikuwa na ufai, hata ndugu yako alikutenga. Kuna watu leo hata simu zao hazipokelei na ndugu zao, si kwa sababu hawapendi na ndugu zao, ni kwa sababu ndugu zao waliona hawana kitu cha kuwasaidia. Waliona wakipiga simu wataanza kupiga na leo familia masikini. Pengine mama yako itakuwa kuwa tasa siku zae, lakini Mungu akaruhusu mama yako akabeba mimba ukazaliwa. Haijalishi alipitia mateso gani, haijalishi alikataliwa na baba yako, lakini mama naye kwa bahati mbaya alikosa upendo wa Mungu. Ulipokuwa kwa baba yako alikukataa, aliona na kutengeneza, kumbe na kutengenezea mabaya kesho. Aliona na kuimarisha ili umpende yeye, umuone wa maana peke yake. Alisahau wewe ukuja peke yake tumboni mwake. Kuna mtu alisababisha wewe ukaingia. Inawezekana baba yako alikuwa na makosa, ni kweli, lakini makosa baba yako hayakuhusu kwa baba yako. Mama itakiwa kukuambia tu kuna changamoto imekuwa, lakini baba yako ni fulani, songa mbele. Lakini mwanangu, mshike Mungu. Mwanangu, tembea kwenye kanuni, akujaze maneno ya matumaini, akuambie wewe ni shujaa. Ndio maana malaika alimwambia Gideoni, wewe ni shujaa. Alianza kumwambia wewe ni shujaa. Sikiliza, neno hili shujaa halikuja kwa bahati mbaya. Malaika wa Bwana ni Bwana mwenyewe alishuka. Aligundua nikianza na story na Gideoni, akaleta story ya kukata tamaa. Akamwambia wewe shujaa, wewe shujaa, wewe shujaa. Mungu hakutazama dhiki yao, hakutazama maskini wa familia yake, hakutazama wakati yeye amejichukia mwenyewe. Alimwambia wewe shujaa. Kama Gideoni ameitwa shujaa, na mimi nakuita shujaa katika dhiki yako, nakuita shujaa katika shida unayopitia. Wewe ni shujaa. Kuna namna Mungu anataka uwe ili upate kutimiza mission yake. Jamaa akashangaa, na kuwaje shujaa mimi, na kuwaje hivi? Akasisitiza wewe ni shujaa. Gideoni akaanza kutengeneza hoja, sio malumbano. Amina. Akaanza kuondoka kwenye mawazo ya kushindwa, maana amejua sababu kwa nini Israeli